Katika Uislamu sio wajibu wa mke kulisha wala kuvisha wala kulipa kodi ya nyumba au kujenga nyumba kwa ajili ya, sio wajibu, ni wajibu wa mume. Vyote hivyo vya kuhakikisha wana makazi, wana mavazi, wanapata matibabu, na sasa hivi kuna kupelekwa katika elimu, kusoma, shule, vyote vile ni wajibu kwa mwanaume. Lakini Qur'an imesema bil ma'rufi wa 'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kisha Mungu akaendelea kwa kusema la tukallafu nafsun illa wus'aha, kuashiria kwamba mahitajio yote ambayo mume anatakiwa amhudumie mke wake yana vipimo. Vipimo vyake ni kwa kadri ya kawaida ilivyozoeleka katika jamii husika. Yani mahitajio yale ya kawaida ya kimsingi, yasiombwe makubwa zaidi kuliko ilivyokuwa ada ya maisha ya watu. Yani mtu anataka wafanyakazi wawili, watatu, wanne, watano. Mtu anataka mafriji kadhaa, anataka nyumba kubwa kuliko mahitajio yao, anahitajia vitu vya ziada kuliko, yani kununuliwa gari sio jambo la msingi, lakini ikiwa kuna uwezekano mtu anunuliwe. Kwa hiyo kuna yale mahitajio ya msingi yale. Lakini mwanamke hutakiwi umtake mumeo akuhudumie zaidi ya uwezo wake.